Askofu Willy Mutunga amesikitika kuwa uongozi ulio mamlakani kuwa hauheshimu katiba ya Kenya wala uamuzi wa mahakama, akishirikiana na baadhi ya wanasheria na watetezi wa haki za kibinadamu wakati ambao taifa linaadhimisha miaka 16 tangu kuasisiwa kwa katiba mpya. Wamelalamika kutokana na ukandamizaji wa haki za Wakenya, visa vya utekaji nyara na mauaji ya kiholela. Zablon Macharia anaarifu. Miaka 16 tangu kuasisiwa kwa katiba mpya, baadhi ya wanasheria na watetezi wa haki za kibinadamu wamelalamika kuwa serikali iliyo mamlakani huwa haiheshimu katiba ya Kenya wala uamuzi wa mahakama. Those who have gone there are people who find the constitution very inconvenient. You know, they don't respect the constitution, they don't respect the court orders. And you have the evidence. I don't want to give you the evidence. Ebola, we were not consulted, right? Military bases, we are not consulted. We have seen instances where the executive calls members of parliament, they give a statement, and we see the exact thing that the executive has indicated go to be implemented in parliament. Yet these were two institutions that were supposed to work in a manner to ensure there's a balance and check. One is supposed to call out when the other goes too far. We start with that basic, ensuring we implement that fundamental basics of our constitution. Wakiongeza kuwa hata baada ya katiba kuwapa uhuru wa kuandamana, haki zao zimekuwa zikikandamizwa, mauaji ya kiholela, wakisema hamna la kusherehekea. 16 years and we still have women getting killed, we still have community being criminalized, we still have people not having even the dignity, houses being, people being evicted. What are we celebrating about? But as activists and also as a human rights defender and as an active citizen in this country, is to tell Kenyans where we are now, we cannot afford our constitution to be ripped, our constitution to be played with. We must protect and we must safeguard, and especially also to the young people like myself. Sasa wanashinikiza kuwa wale wote wamehusishwa na masuala ya uhuni na utekaji nyara wanapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria. Back to our homes and to our communities. There's a cry in this country for justice. Justice for the victims of the Gen Z protest. Justice for the people in Homa Bay. Hadi leo hii tujue watu wangapi walikufa Homa Bay. Serikali imeficha mambo yote. Wale ambao walihusika, wale ambao walihaya goons kule Homa Bay, hawajafunguliwa mashtaka. Kwa hivyo kama serikali yetu itakuwa ni serikali ya goons, tunaomba kwamba wajiuzulu ndio Kenya wakuwe safe. Don't underestimate them. They have the money, they have the machinery of violence, and they know how to divide people in this country. They have a history of 63 years. Kwa hiyo mjihadhari. That's my message today. If you want a Kenya that is free, please don't underestimate these people. Zablon Macharia, Undugu TV.